Kabla ya taarifa hizi za andani ambazo ziko na asili kubwa, ikiwa wewe ni mgeni ambaye unatazama Tanzania Eye TV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem ambazo ziko na siri kubwa na ambazo tunabeberusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Sasa hivi Ikulu ya Chamwino Dodoma imeweza kuomboleza vifo vingine ghafla. Sasa hivi Tanzania haikaliki. Ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan imeomboleza vifo ambavyo vimeweza kutingisha taifa letu la Tanzania. Vile unavyotazama kwa skrini yako, chapisho hili linasema ya kwamba Samia atuma salamu za rambirambi vifo vya wahudumu 7 wa afya Kigoma. Hatuelewi ni kipi ambacho kinaendelea katika serikali ambayo ipo mamlakani sasa hivi, ambayo inaongozwa na Samia Suluhu Hassan. Tangu aapishwe na kuingia afisini, tumeshuhudia ajali nyingi, wabunge kuaga dunia, wafanyikazi wa serikali kila wakati. Sasa hivi taarifa za ndani zinatuarifu ya kwamba yeye mwenyewe ameweza kuomboleza watu ambao ni wafanyikazi wa serikali, hasa katika sekta ya afya, wameaga dunia. Sasa hivi serikali inaomboleza vifo vya wafanyikazi 7 mfululizo wa afya waliofariki baada ya mashua waliokuwa wakisafiria kupinduka ghafla kufuatia upepo mkali katika maji ya ziwa Tanganyika siku ya Ijumaa. Kwa mujibu wa taarifa za ofisi ya Rais Samia Suluhu Hassan, wahudumu hao wa afya walikuwa wakielekea katika kijiji cha Kawunga kilichopo mpakani mwa Tanzania na Burundi kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu kwa wananchi. Rais Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za rambirambi na kuomboleza vifo hivyo kufuatia tukio hilo la kusikitisha mno zaidi, hasa kwa Tanzania, akieleza masikitiko yake makubwa ya kuzipa pole familia zile za marehemu pamoja na sekta ya afya humu nchini Tanzania. Taarifa ya ofisi ya Rais imeeleza kuwa taifa linaomboleza kupoteza wataalamu hao waliokuwa wakitekeleza jukumu muhimu la kuwahudumia wananchi, hususan katika maeneo ya pembezoni yenye changamoto ya upatikanaji wa huduma za afya. Hawa ni wahudumu ambao wameaga dunia, ambao wanashughulikia afya kwetu sisi wa Tanzania, lakini mashua iliweza kupinduka na kuaga dunia. Hawa ni wafanyikazi wengine wa serikali ambao wameweza kupoteza maisha yao. Tangu tushuhudie uchaguzi hapa Tanzania, kilichosemekana ni uchaguzi kwa sababu wengi wetu hatukushiriki uchaguzi huo, ila kulikuwa na maandamano hapa na pale. Baadaye Samia akajitangaza kuwa mshindi kupitia tume ya uchaguzi. Tangu aapishwe chini ya ulinzi mkali wa kijeshi na katika uwanja wa kijeshi, pasipo ruhusiwa sisi wananchi wa Tanzania kuhudhuria uapisho wake, wafanyikazi wengi wa serikali wameaga dunia, viongozi wameaga dunia, na aliyefungua mlango wa vifo hivi sio mwingine ila tu ni mbunge wa Peramiho Jenista Mhagama. Yeye ni wa CCM. Baada ya Samia kutangazwa, baada na yeye huyu mbunge kuapishwa kuingia ofisini kama mbunge, aliaga dunia. Yeye akafungua, na alikuwa wa CCM, akafungua mlango wa mauaji
ama kifo hapa Tanzania. Jenista Mhagama akakufa, alikuwa mbunge, akazikwa. Baadaye mbunge mwingine anaitwa Halima Nassar, na hali wakati ilifika tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka huu akaaga dunia. Kidogo kidogo tukaona balozi Timothy Pandora akaaga dunia. Kidogo kidogo tukaona Juma Changalawe ambaye alikuwa kijana wa CCM Dar es Salaam, na haya akapoteza maisha yake. Alexander Munubi ambaye ni mhasibu wa afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa katika taifa letu la Tanzania akaaga dunia. Julius Benedicto akaaga dunia kupitia ajali. Naibu waziri alipata ajali, lakini yeye aliweza kunusurika, hakuaga dunia. Magari ya polisi kuhusika kwa ajali kila wakati. Jeshi la polisi kuna baadhi yao waliaga dunia. Mengi yameshuhudiwa. Elia kuna yule ambaye alikuwa anaitwa Elia Sambola, mwenyekiti wa CCM mkoa Mbeya, alikatakatwa kichwa. Yusuf aliyekuwa diwani wa CCM akapata ajali, akaaga dunia. Na aliyekuwa mbunge Mde Tambwe wa CCM naye akaaga dunia. Sasa nilikuwa na kutaarifu tu, msije mkasema tunakula maneno pasipokuwa na ushahidi. Nimekutolea ushahidi, watu ambao wameaga dunia, wafanyikazi wa serikali, wanasiasa, viongozi wa CCM, na wengine kukatakatwa vichwa, wengine kuhusika kwa ajali, wengine wanagonjeka kuaga dunia, na sasa wengine 7 ndio hawa wafanyikazi wa serikali katika Wizara ya Afya ambao walienda kutoa huduma zao katika kijiji cha Kagunga kilichopo mpakani mwa Tanzania na Burundi kwa ajili ya kutoa huduma hizo. Wakafika pale, tuna taarifa ya kwamba mashua walipokuwa wanasafiria ikapinduka kufuatia upepo mkali katika maji ya ziwa Tanganyika siku ya Ijumaa, wakapoteza maisha yao. Kwa hivyo sasa hivi hatuelewi ni kipi ambacho kinaendelea katika uongozi wa sasa, ama imefika wakati makanisa, madhehebu mbalimbali wakusanyike pamoja ili waweze kuandaa maombi haswa kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan, maana inaonekana kupitia changamoto za vifo vingi katika taifa hili la Tanzania. Ingawa kulikuwa na siasa hapa kati ya Waislamu, kwa sababu Samia ni Muislamu kutoka Zanzibar na Wakatholiki, na vile naibu wake Emmanuel Nchimbi ni Mkatholiki, kuna siasa ambazo ziliweza kuingia. Tuweke siasa za udini kando, tukaribishe Maulana aweze kutusaidia ili tukaweze kupata nafuu, haswa vifo viweze kupungua. Kufikia hapo natamatishia hapo hii kanda, tukutane baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, bonyeza button ya subscribe ambayo ipo hapo chini, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem za asili ambazo huwezi kuzipata katika vyombo vingine vya habari. Asanteni sana na tukutane baadaye. Kwaheri.